kuna ukweli mmoja ambao watu wengi wanaukwepa kwa miaka mingi sana. Na ukweli huo ni huu: maisha yako hayachelewi kubadilika kwa sababu ya mazingira, bali yanachelewa kubadilika kwa sababu wewe bado unasubiri mtu mwingine achukue jukumu lako. Na tatizo ni moja: mtu huyo hatakuja na haji. Hebu angalia maisha ya kila siku. Unaamka asubuhi ukiwa umechoka, unajiambia leo sina nguvu kabisa. Unachelewesha kufanya maamuzi madogo kama kupiga simu muhimu, kumaliza kazi ulioanza, kujifunza kitu kipya. Unajiambia kimya kimya kuwa nitafanya kesho, sasa sio muda sahihi, nikipata nafasi nitabadilika. Na polepole miaka inapita. Sio kwa sababu hujui cha kufanya, ni kwa sababu unatafuta sababu itoke nje yako ili ufanye kazi yako. Unasema, kama ningepata msaada zaidi, au kama ningepata pesa zaidi, au kama watu wangenielewa zaidi. Lakini unavyosema maneno hayo, tambua kuwa unajinyang'anya nguvu moja muhimu sana: nguvu ya kuwajibika. Watu wengi wanaamini kitu kimoja bila hata kukigundua. Wanaamini kwamba maisha hubadilika pale mazingira yatakapobadilika. Lakini ukweli ni tofauti kabisa. Mazingira hubadilika baada ya mtu kubadilika, sio kabla. Watu wengi wanangoja hali iwe nzuri ndipo wachukue hatua, lakini watu wanaofanikiwa huchukua hatua hata kama hali ni ngumu. Na hapo ndipo tofauti ilipo. Sio kwamba hawana matatizo, ni kwamba hawasubiri mtu mwingine aje kutatua matatizo yao. Na hapo ndipo unaweza kuanza kuhisi, labda nimekuwa nikisubiri sana bila kujua. Sasa ukweli ambao watu wengi hawapendi kuusikia ni huu: watu wengi hubaki pale pale kwa sababu wanajificha nyuma ya sababu. Sababu zinazoonekana ni za kweli, lakini kwa ndani zinawapa ruhusa ya kutobadilika. Ni rahisi kusema mazingira yangu ni magumu, na ni rahisi kusema fursa hazipo kabisa. Lakini ni vigumu sana kusema ninawajibika kwa maamuzi yangu mwenyewe. Na hapo ndipo watu wengi hushindwa. Sio kwa sababu hawana uwezo, na sio kwa sababu hawana akili, ni kwa sababu wanakwepa jukumu muhimu. Nafahamu kuwa uwajibikaji unauma. Ni kwa sababu unakuondolea mtu wa kulaumiwa. Unabaki wewe mwenyewe na ukweli wako. Lakini hapo hapo kwenye maumivu ndipo uhuru wa ukweli huwa unaanza. Uwajibikaji sio kujilaumu, sio kujichukia, na sio kujionea huruma, bali uwajibikaji ni kuelewa jambo moja rahisi, kwamba kila matokeo unayoishi nayo leo yana uhusiano na maamuzi ulioruhusu yatokee jana. Rudia tena hiyo. Kila matokeo unayoishi nayo leo yana uhusiano na maamuzi ulioruhusu yatokee jana. Hata kama ukuchagua moja kwa moja, basi uliruhusu kwa kukaa kimya, au uliruhusu kwa kuchelewesha, au uliruhusu kwa kutochukua hatua. Na pindi utakapokubali ukweli huu, basi kitu kimoja kitatokea. Unaanza kuona kuwa una nguvu zaidi kuliko ulivyodhani. Kwa sababu kama maamuzi yako yamechangia hali ulionayo leo, basi maamuzi mapya yanaweza kubadilisha mwelekeo wote wa maisha yako. Na hapo ndipo akili inaanza kufanya kazi tofauti, na unaacha kujiuliza nani atanisaidia, bali unaanza kujiuliza nifanye nini sasa ili kutoka kwenye hali hii. Mabadiliko haya hutokea polepole ndani yako. Unaanza kuacha visingizio vidogo, unaanza kumaliza mambo uliokuwa unaahirisha, na unaanza kusema ukweli kuhusu hali yako. Na taratibu vitu vinaanza kubadilika. Unakuwa na utulivu zaidi kwa sababu hauko tena kwenye mchezo wa kulaumu mtu mwingine. Unaanza kuheshimu muda wako kwa sababu unatambua kuwa kila dakika ni jukumu lako. Watu pia wanaanza kukuona tofauti, sio kwa sababu unaongea sana, bali kwa sababu unachukua hatua zaidi. Na hapo ndipo maisha huanza kubadilika kweli kweli. Sasa kama unataka kuanza safari ya uwajibikaji binafsi, basi anza na hatua hizi chache. Kwanza, acha kulaumu wengine hata kwa siku moja tu. Usimlaumu mtu, usilaumu mazingira. Wewe jiulize, ni sehemu gani hapa mimi ni jukumu langu? Jambo la pili, chagua jambo moja ulilokuwa unaahirisha. Fanya hata hatua ndogo leo, sio kesho, leo. 3, andika maamuzi 3 ambayo umekuwa ukiyakwepa sasa.
Na leo hii yatazame bila kujitetea. Alafu chagua moja na uchukue hatua. 4. Kila jioni jiulize swali moja: hivi leo nimechukua jukumu gani bila kusukumwa? Na hayo ndio mazoezi ya uhuru, au mazoezi ya kuelekea kwenye uhuru wa kweli, kwa sababu ukweli unabaki pale pale. Hakuna mtu atakayekuja kukuokoa. Lakini kuna habari njema kwamba huhitaji kuokolewa, unahitaji tu kuanza kuwajibika. Na homework yako leo ni kurudia kusikiliza sauti hii tena na tena. Naitwa Ezden Jumanne.